Habari za usiku huu na karibu sana kwenye Mshike Mshike. Mimi ni Kennedy Moses. Kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys kimerejea leo nchini kikitokea Morocco ambako kimeshika nafasi ya pili katika michuano ya Kombe la Afrika ama Under 17. Kiongozi wa msafara huo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali kwa kushirikiana na Shirikisho la Soka Tanzania TFF inaenda kufanya maandalizi makubwa ya vijana hao kuelekea Kombe la Dunia la Vijana mwaka 2026 kule Qatar. Na TFF, vijana hawa sasa hawatapoa. Tunahitaji tuwatoe hapa waende wakapate mechi Ufaransa, waende wakapate mechi Uingereza, waende wakapate mechi Spain, waende huko duniani wakajenge uzoefu, kwa kuwa vipaji wanavyo. Tunachohitaji ni kuwapa uzoefu wa kimataifa ili waishangaze dunia. Novemba anaenda kucheza Kombe la Dunia. Na mnafahamu ya kwamba wamequalify kwenda World Cup. Wanaenda Qatar mwaka huu Novemba. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kwenye mashindano ya World Cup hatutoki kinyonge. Kama AFCON tumeenda fainali, kwa kudra za Mwenyezi Mungu tunahitaji fainali ya World Cup 2026 Katari, na sisi tuingie tena. Tukisalia hapo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema lengo na ndoto ya Tanzania wengi ilikuwa ni kuona Serengeti Boys inatoa ubingwa wa Afrika kwa vijana mbele ya Senegal hapo jana. Serengeti ilipoteza fainali ya jana dhidi ya Senegal kwa mikwaju ya penalti 4-2 baada ya kutoka sare ya bao 1-1 huko Morocco. Matarajio ya Watanzania wote ni kuona leo tumekuja na kombe la AFCON Under 17. Ni matarajio ya kila mtu. Yalikuwa ni matarajio ya kocha wetu, yalikuwa ni matarajio ya timu yenyewe, yalikuwa ni matarajio ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, yalikuwa ni matarajio ya mpaka watoto wa shule za msingi. Lakini Waswahili wanasema bahati ya mtu huilalii mlango. Uwezo tumeuonyesha, historia tumeiandika, lakini kwa kombe haikuwa bahati yetu. Na kwa kudhihirisha kwamba haikuwa bahati yetu, tumetoka kwa penalty. Penalty ambayo haina bingwa duniani. Hata wakina Mbappe, wakina Ronaldo, wakina Messi, penalty huwa wanakosa. Na hiyo ndio kipimo cha kuonyesha kwamba Mungu alitaka tufike fainali, lakini ametuwekea hakiba ya makubwa zaidi mbele ya safari tunakokwenda. Ninawashukuru sana vijana wetu wa Serengeti Boys, captain na timu yake kwa kazi kubwa nzuri na heshima waliotengeneza. Tukisalia hapo, kocha wa Serengeti Boys Eleneza Nsangazeru amekipongeza kikosi chake ikiwa ni pamoja na benchi lote la ufundi, huko akiomba serikali iendelee kuwaunga mkono. Mara nyingi ilikuwa ukitaja Tanzania kwa mashindano makubwa, hamna mtu aliamini kama Tanzania inaweza kufanya vizuri, sio? Lakini kwa maandalizi ambayo amefanywa vizuri na shirikisho kwa kuanzisha centers ambazo zimeweza kuzalisha watoto wazuri ambao wanaweza kucheza mpira, tumeweza kuona kuwa ni mambo mengi sana yanaweza kuwezekana, sio? Kwa hiyo inatupa nguvu kuona kuwa hawa ambao wameanza na wale ambao bado uko kituoni, kwa mwaka huu na miaka inayofuata, maana yake tunaweza kuwa kwenye level ya juu sana. Lakini namshukuru Mungu kwa makocha walifanya kazi yao vizuri na kuweza kufikisha timu pale ambapo imefika. Lakini all in all ni kwamba sisi kama Watanzania tunajivunia kuona pia kuna hatua ambazo tunaweza kupiga katika maendeleo yetu ya mpira, sio? Kwa hiyo tuendelee kutiana nguvu, hasa makocha wa ndani, ili tuweze kusaidia timu zetu ziweze kukua, sio? Lakini pia tusisahau katika kuongeza nguvu. Sisi pia kama waandishi lazima tupige kelele kuhakikisha kuwa serikali inasaidia. Of course unaona watoto wetu wametoka Tanga, lakini ukiangalia mechi nyingi wanazocheza, ukiangalia hata nguvu zao kidogo na wenzetu ambao tunacheza nao kuna utofauti kidogo, sio? Kwa maana yake tunahitaji miguu zaidi ingie pale ambapo sisi tunawekeza kwenye centers zetu,
ili tuweze kupata kila kitu cha kisayansi ambacho kinatakiwa, ili basi kesho tuweze kufanya bora zaidi na tulivyofanya sasa hivi. Kwa upande wake, meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Kamwe ameimwagia sifa Serengeti Boys baada ya kufika fainali ya kombe la Afrika Under 17, huku akiwataka Watanzania kuendelea kuunga mkono vijana kwenye kombe la dunia mwaka huu. Kwanza mimi niwapongeze vijana wote wa Serengeti Boys kwa jitihada ambazo wameziweka na kufika hatua ya fainali. Kama tungekuwa tuna kizazi cha waandishi na wachambuzi ambao ni wazalendo, stori kubwa leo ilibidi iwe namna gani Serengeti Boys itakwenda kufanya vizuri kwenye kombe la dunia. Sio tumefungwa fainali. Sisi kufungwa fainali ya AFCON ni jambo linaloumiza, lakini ukilifanyia comparison fainali ya AFCON na tiketi ya kucheza kombe la dunia ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo the way tuna communicate ndo the way tunapanda kitu kizuri au kibaya kwa wale wachezaji. Kama tuna communicate failure kwenye mchezo ule, maana yake watakuwa chini, watakuwa down, wakiamini hamna la maana walifanya. Lakini kumbe kuna la maana kubwa walifanya, ambao limetupeleka Tanzania kwenye fainali za kombe la dunia kwa umri wa miaka 17. Kwa hiyo mimi engo yangu ya kuzungumza leo ni wapongeze wale vijana kwa kufuzu hatua ya kombe la dunia, na naamini inshallah watakwenda kutuwakilisha vizuri. Mipango mikakati ambayo imefanyika, jitihada ziongezeke, na naamini inshallah kule watakwenda kufanya kitu kikubwa zaidi na wataonekana kwa ukubwa zaidi kuliko wanaonekana kwenye michuano ya AFCON. Nao baadhi ya wachezaji wa zamani nchini wametoa maoni yao kutokana na kiwango walichokionyesha Serengeti Boys jana kwenye finali za AFCON Under 17, huku wakisisitiza juu ya kuendeleza vijana hao. Tumecheza na Senegal ambao ni watu wale ni wazoefu wa mashindano yale mara kwa mara, timu zao zote kuanzia miaka 17, 21 mpaka watu wazima. Hiyo unaona pale Morocco wametoka kuchukua kaka zao, sasa hivi wamechukua wale watoto, na ilikuwa sio mchezo. Mimi labda nawapongeza tu wale TFF kiongozwa na Mheshimiwa Karia Rais na inaki yote ya pale TFF. Cha kufanya kitu kimoja tu, waendelee wale kuwaboreshea mahitaji na kuwaboreshea wale wanaosahau kwamba kuna kitu fulani nyuma majukumu, yaani wacheze mpira tu. Kwa hiyo ndio cha kwanza, sababu mpira ukimboreshia mtu vitu, basi hata yale mengine anayasahau. Kwanza ningependa wanakuwa na confidence kikubwa, yani hajaogopa ile finali. Kitu ambacho kizuri sana. Ndipo kama tutakuwa kuna muendelezo wa vijana kama wale, tukawahifadhi kwa ajili ya mataifa, kwa ajili kwa baadaye, watakuwa ni watu tofauti sana na watatufanya nchi yetu kufika mbali sana. Of course pia nimependa spirit, walijitoa sana. Kwa sehemu kubwa tu dominate, sehemu kubwa mpira sisi tulichukua sana. Nafasi kubwa sana kwa uwezo wa kushinda ile mechi. Lakini kuna baadhi ya vitu wenzetu wametuzidi kidogo. Wale Senegal wana exposure zaidi tu sisi, kwa sababu wengi wanakuwa wanacheza nje. Umeona wa kulipwa, wachezaji wengi wao ni wa kulipwa. Kwanza tumefurahishwa na kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu yetu ya Taifa Stars, ambao wametutambulisha kusema ukweli, kwa sababu hata timu ile ya kubwa ilikuwa haijai kufika hapo ilipofikia sasa hivi vijana wetu. Kwa hiyo kama sisi wa Tanzania tumeridhika na kiwango ambacho kimeonyeshwa, na vile wametutangaza kimataifa, kwa sababu kwa hatua waliofikia ni kubwa sana, tofauti na kipindi cha nyuma. Sasa hivi kusema kweli kwenye ramani ya mpira wetu wa miguu sasa hivi nadhani bara zima la Afrika mpaka dunia wanatutambua. Watoto jinsi walivyocheza mechi ya jana, kiukweli mimi binafsi yangu nimefurahishwa na performance kwa ujumla, na nikiangalia naona kabisa kuna maendeleo makubwa sana ambayo yanakwenda kutokea miaka ya mbeleni kupitia vijana. Tuendelee kuangazia mengine. Familia ya Azam TV leo imeongezeka baada ya kampuni ya Azam Media kusaini mkataba wa kufanya kazi na wachambuzi wabobevu katika soka la Tanzania wakati wa kombe la dunia mwaka 2026. Timu ya watangazaji na wachambuzi wa soka wamesaini makubaliano na kufanya kazi hiyo na Azam Media Limited katika michuano ya kombe la dunia inayoanza rasmi mwezi Juni 11 mwaka huu. Azam Media Limited itaonyesha mechi zote 104 za kombe la dunia mwaka 2026 kupitia kisimbuzi chake cha Azam TV ikitumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa chaneli za Azam Sports 2 na Azam Sports 4. Tupate undani wa taarifa hiyo. Mapema asubuhi ya leo,
Katika ofisi za makao makuu ya Azam Media Tabata TOT Dar es Salaam, wameonekana wachambuzi watakaoonekana wakati wa kombe la dunia wakisaini mikataba. Miongoni mwao akiwemo Shafii Dauda na Edo Kumwembe. Zulia jekundu likakanyagwa na wachambuzi hawa, huku uongozi mzima wa Azam Media Limited ukiwalaki watu hawa wapya katika familia yao. Naam, hakika ni ujio wa maana kabisa katika familia. Baada ya wageni hawa kuwasili, ukafika wakati wa kupewa mikataba na kuisaini ili waweze kufanya kazi hii maalum ya kuhakikisha kombe la dunia mwaka 2026 linamfikia vyema mtazamaji wa Azam TV, iwe kwa Kiswahili au Kiingereza. Ofisa mtendaji mkuu wa Azam Media Limited, Patrick Kahemele, akawakaribisha wachambuzi hawa A-list wa Tanzania ndani ya Azam TV, akisema uwepo wao ni kwa ajili ya kukamilisha kauli mbiu ya burudani kwa wote, akiamini katika uwezo na uzoefu wao. Kuna ukaribu sana kati ya pay television na vyombo vingine vya habari. Kwa hivyo nyinyi ni resources. Kwetu sisi tulifanya utafiti wetu, tunaamini nyinyi ndio A-list football pundits wa nchi, na tukasema tunataka tufanye kazi na nyinyi, sio tu katika kipindi hiki cha kombe la dunia, lakini na vipindi vijavyo. Amesema kwa uwepo wa wachambuzi hawa, sasa familia za Watanzania zitapata utamu wa kombe la dunia kama ambavyo mataifa mengine yanapata. Kwa upande wake, ofisa mwendeshaji mkuu wa Azam Media maudhui na utangazaji Yahya Mohamed akawakaribisha wageni na kutoa uhakika kwa watazamaji wa Azam TV kuhusu uchambuzi wa kiwango kikubwa kwenye kombe la dunia. Mpaka wale wa ndani pia walifanyiwa usaili kwamba hata wa ndani wapo wazuri wengi, lakini kuna wale ambao ni bora zaidi ya wenzao. Kwa hiyo ndio maana na wao wale wamepata ile heshima ya red carpet kwamba nao watakuwa sehemu ya uchambuzi wa michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo maana yake kwa ujumla wake ni kwamba tunategemea uzoefu wenu, lakini uelewa wenu katika masuala ya michezo, lakini upenzi ambao mmekuwa nao katika michezo na ile passion ambayo mmeonyesha kwa ujumla wake itawasaidia watazamaji wetu kuweza kupata uchambuzi wa kina, lakini kuweza kupata elimu kuhusu soka. Ukafika wakati wa wachambuzi hawa A-list wa Tanzania kujinasibu kuhusu kujiunga kwao katika familia mpya ya Azam Media Limited. Amna kitu kimenifurahisha kama kupata haki ya kurusha matangazo ya kombe la dunia, kwa sababu ndio pinnacle football, yani ndio kilele cha mpira duniani. Ni kubwa kuliko ligi zote unazozifahamu wewe, ni kubwa kuliko Champions League, ni kubwa kuliko CAF Champions League. World Cup inakuja kila baada ya miaka 4 na hii ni World Cup ya 23. Sidhani kama itatokea World Cup nyingine mbele tutamwona Messi, tutamwona Cristiano Ronaldo, lakini uweze jua Ronaldo mbishi anang'ania kucheza, anaweza labda akawepo, lakini kwa pamoja kuwaona kwenye finali za kombe la dunia za mbeleni inaweza kawa hizi ndio finali za mwisho. Nimecheza mpira na uzuri kuna timu, baadhi ya timu ni kwa mfano kama Morocco, Ivory Coast, kwa kipindi kile nilicheza nao kipindi cha kusaka hiyo tiketi za kombe la dunia kwa kipindi kile. Kwa hiyo ni jambo zuri na waahidi wa Tanzania, kwa sababu nimeucheza, nitachokiona nitakuwa nacho na uhakika nacho, kwa sababu mimi mwenyewe nimekiishi. Hichi ambacho kinakwenda kutokea ndani ya Azam TV kushirikiana na FIFA ambao wao ndio baba wa mpira wa dunia hii, nafikiri ni miongoni mwa mileage za juu zaidi ambazo mimi kwa umri wangu na katika muda niliofuatilia mpira wa miguu kwa akili timamu zaidi ya miaka 25, nafikiri hii ni mileage ya juu ambayo nimewahi kuiona katika media ambazo zina operate kama private katika nyakati tofauti tofauti duniani. Kuna wachambuzi wa kabumbu na sports analyst. Mimi ni sports analyst. Yes, nimesomea, nimejifunza, nimeyaishi na nimecheza hiyo michezo yote na naifurahia hiyo michezo yote. Ndio maana kwa ridhaa yangu na waajiri wangu nikaridhia kuungana na timu hii ya kutoa burudani Afrika Mashariki na Kati, Azam TV, ambao kwa michezo 104 tunaenda kuhakikisha watu wanapata uchambuzi jadidi, tafsiri zilizopikwa vilivyo ndani ya jumba hili la Azam Media. Mtangazaji mwanadada Amina Ali yeye pia amejiunga na Azam Media akiwa ni mtangazaji wa vipindi maalum vya kombe la dunia. Hakika sasa familia imeongezeka. Naamini nina vitu vingi vya kujifunza kuchukua kutoka hapa. Yes, kuna value nitaileta, lakini mimi kwangu
ni kujifunza zaidi. Kuna vitu vingi nitachukua, kwa hiyo ni privilege sana kwangu. Lakini pia kuwa sehemu ya World Cup, kuwa sehemu ya kitu ambacho nimekitazama tangu utotoni, na leo kuona kwamba watu wanaweza kusikia mawazo yangu juu ya kitu hiko ni jambo kubwa sana sana. Kwa hiyo asante kwa Azam Media, asante kwa timu nzima ambayo nimekutana nayo hapa. Tayari nimeshaanza kuchukua notes huku na kule. Bana, we're gonna have a great time, kwa sababu kwenye football kuna vitu vimbwanga vingi vinatokea ambavyo tunaweza kuvidiscuss. Kuna story nyingi sana ambazo zinatokea, na mimi ninayo furaha kuwa sehemu ya hiyo timu. Naam, familia ya Azam TV sasa imeongezeka na mashambulizi yote ni katika fainali za Kombe la Dunia mwaka 2026. Mechi zote 104 zitakuwa mubashara kupitia Azam TV, tena kwa gharama nafuu ya shilingi 28,000. Azam TV, burudani kwa wote. Mara baada ya familia ya Azam TV kuongezeka kwa wachambuzi wa daraja la kwanza kujiunga nayo kuelekea fainali za Kombe la Dunia 2026, baadhi ya mashabiki wa soka kutoka Dar es Salaam wamefurahia ujio huo, wakisema kuwa watapata burudani ya uhakika. Kwa mara ya kwanza Azam TV inaonyesha Kombe la Dunia kuchukua haki ya matangazo na kuleta wachambuzi ambao ni wakongwe na nguli katika soka la Tanzania ama katika uchambuzi. Kwa hiyo naamini katika Kombe la Dunia sisi kama mashabiki na mashabiki wa mpira na wadau tutaenjoy na kufurahi katika swala la uchambuzi wa mpira na muonekano. Kwa sasa kama unavyoona Azam TV, muonekano wa picha ni za HD kwa kila channel. Kwa hiyo naamini tutaenjoy sana Kombe la Dunia katika hizo mechi zote za Kombe la Dunia. Nimefurahi ujio wa chambuzi wakubwa wa soka la mpira. Nimefurahi kwa sababu mechi zote 104 zinaonyeshwa kwenye channel ya Azam TV. Nimefurahi sana, inaongeza chachu ya soka letu hapa Tanzania na nje ya dunia. Naamini wataleta chachu kwa sababu ni watu ambao mpira wanaujua, na si kwamba ni kwa kubunibuni, hapana. Wao ni wazoefu na ni wataalamu wa mpira kwa siku nyingi. Lakini pia tunaamini Azam baada ya kuwaleta hawa itawasaidia sana Watanzania pia kuelewa umuhimu wa Kombe la Dunia, lakini na kujua nini maana ya michezo. Nimepokea vizuri sababu ni watu ambao wapo kwenye tasnia muda mrefu na wanaijua football, na football ni mchezo wa wazi. Kwa hiyo nadhani watawapa watu burudani, na nadhani mashabiki wa Azam na tasnia ya wanamichezo na mashabiki pia wataenjoy kupitia Azam, na kwa ukubwa wao inatosha kuifikisha soka tunapotaka liende. Naam, leo niungane na Philip Nkini kwa sekunde chache kuweza kusikia mtazamo wake kuhusiana na hilo. Philip, karibu tena. Asante. Yes, bana, kwenye hizo mechi 104 Azam TV wameongeza nguvu kwa baadhi ya A-list pundits na wachambuzi pia, lakini pia na watangazaji. Hii inakwenda kuongeza nguvu ama chachu kiasi gani kwenye finali hizi ambazo zinaanza siku chache tu zijazo? Kwanza ni pongezi sababu hawa ni moja kati ya wachambuzi ambao wana mashabiki wengi sana, wanafuatiliwa na mashabiki wengi na wamekuwa bora kwenye kipindi kirefu sana. Tunazungumzia kina Edo Kumwembe, kuzungumzia kina Shafi Dauda. Unaona kwamba ni wachambuzi ambao kwa muda mrefu wamekuwa bora hapa nchini. Kwa hiyo ni kitu kizuri na kinaongeza ile chachu kwa mashabiki. Kuna kitu ambacho mashabiki wakati mwingine wanakihitaji, nafikiri watakipata kwao. Kiacha tu kuonesha mechi, mashabiki wanahitaji pia kuwaona wachambuzi wao wakaendelea kuwaongezea vitu. Umeona Shafi anazungumzia kuhusiana na Cristiano Ronaldo, anazungumzia kuhusiana na Lionel Messi. Umeona Edo Kumwembe anazungumzia kuhusiana na furaha yake ya Azam kupewa hii nafasi ya kuonyesha mashindano haya. Nafikiri ni sehemu sasa ya hizo mechi zote mashabiki kuanza kupata burudani. Watapata burudani Azam TV, lakini pia watapata burudani ya uchambuzi bora zaidi wa Kiswahili. Bana, usiondoke, tusalie hapo. Naona tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike. Ni mjuze mtazamaji hapo kwa ufupi tu miongoni mwa wale ambao tutakuwa nayo kwenye nusu saa ya pili ni pamoja na haya. Cape Verde ya wasili nchini Marekani na matumaini makubwa ya Kombe la Dunia 2026. Na wananchi Young Africans wajinoa kuziwinda mechi 5 za mwisho ligi kuu ya NBC. Ni Mshike Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike.
Mimi Kennedy Moses niko na Philip Nkini hapa tukiendelea kuletea uchambuzi wa kile ambacho tulikuwa tunakitazama. Philip, wewe ulikuwa unagusia namna ambavyo umefanya kwa muda mrefu kazi na hao waandamizi na unawafahamu vizuri na mchango wao kwenye hizo mechi 104 ambazo zitaonekana live Azam TV. Nilikuwa nakwambia kuhusiana kwanza na umaarufu wao. Ni watu maarufu, wana mashabiki wengi, kufuatilia kwenye peji zao, kufuatilia kwenye vituo ambavyo wanafanya kazi. Ni watu ambao wanafuatiliwa. Kumleta Azam TV na maana umemsogeza shabiki wake zaidi karibu. Lakini kumbuka kwamba mechi nyingi ni usiku. Na mechi za mapema lakini nyingi zinapigwa usiku. Ni mechi ambazo watu wengi wanahitaji, mzazi muda huo atakuwa na mtoto wake ambaye anapenda football, atafuatilia pamoja. Watahitaji kupata uchambuzi ambao zaidi utaendelea pia kuwajenga wale watoto kuendelea kupenda football. Kwangu mimi nafikiri ilikuwa ni chaguo sahihi. Yaani ukiniambia moja ya chaguo sahihi ambalo Azam TV wamefanya, hili ni chaguo sahihi sana. Edok Mwembe namfahamu, nimefanya naye kazi nafikiri zaidi ya miaka 15 leo. Shafii namfahamu kwa muda mrefu sana. Na hao wengine wote ambao wapo. Kwangu mimi nafikiri wanaenda kuongeza kitu kikubwa sana kwenye uchambuzi wa soka na kuwaonesha watu ya kwamba ni jinsi gani ambavyo football inatakiwa ichambuliwe. Mbali na hilo, kuna kila mmoja sasa hivi anaanza kuchagua chama lake. Nilikuwa napita kwenye ukurasa wa mtani wangu Alikamwe, nimekuta ameanza kutafuta wanachama wa Ureno. Yes, na kuna wengine wenye roho mbaya kama sisi. Mimi nilikuwa naumia sana kuona Messi anachukua alafu Ronaldo achukui. Kwa mwaka huu namuombea mbovu Messi na chama lake. Wewe unamtazama nani ama nani unamtaka zaidi ama unatamani kumuona akiwa kinara msimu? Mimi kwenye muda wote ambao nimekuwa nikifuatilia kombe la dunia, mimi timu yangu ni Brazil. Na nilishasema hapa kwamba mimi ni Brazil na natamani, yani kikosi hicho na natamani. Na Neymar yule. Na ndio timu ambayo ina umaarufu mkubwa zaidi kwenye kombe la dunia. Yani achana na issue ya Neymar, anaweza akapata nafasi asipate nafasi, lakini World Cup mara nyingi kwa Brazil imekuwa ikimnyanyua mchezaji mmoja na kuja kuwa star duniani. Naamini ya kwamba Brazil wana uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana cha kuwashangaza watu wengi. Kama unataka kuamini hilo, fuatilia mechi zao za kirafiki ambazo wanacheza za kujiandaa kuelekea kwenye World Cup, utakubaliana hilo nalokuambia. Sio? Mwapamba. Ukiacha Brazil, nani mwingine unampa nafasi kubwa kwa sekunde chache? Nafikiria mimi nikitazama kwa ujumla sasa kwenye football jinsi ilivyo, nazipa timu mbili. Nawapa Hispania nafasi, lakini pia nawapa Ureno nafasi. Kwenye zile timu ambazo naziona package yake imekamilika. Faransa umemla kichwa kabisa. Sioni sana kwa mwaka huu. Nafikiri kipindi kilichopita alikuwa bora zaidi, alikuwa na nafasi nzuri zaidi kuliko sasa. Haya, Zoraki niko hapa na ndugu yangu hapa Philip Nkini, na huwa tunakutana karibu kila siku. Kwa hiyo kombe la dunia likiisha nitakutana naye tena hapa. Atasimama pale nitakuwa hapa na bana, vipi? Imekuaje? Bana, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kupitia swali ambalo tumekuuliza kwenye kurasa zetu Azam TV Sports. Swali kwa linahoji, Azam TV imeingia mkataba na wachambuzi nguli ambapo ni A-list. Unataraji burudani aina gani kutoka kwao? Tuangalie majibu yako sasa na kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tukianza na ukurasa wa Facebook Azam Sports, Habib Saif anasema nadhani Azam Media ni taasisi kubwa sana tangu imeanzishwa, na kwa sisi wapenda michezo anasema mmetufurahisha sana, hasa kutuletea kombe la dunia na wachambuzi nguli hapa nchini Tanzania. Big up kwenu, tunasema asante kwa niaba ya wote. Lakini Jafari Kopo anasema wa Moshi Kilimanjaro, kwanza ni wapongeze Azam kwa kutambua na kujali hitaji la sisi wadau wao, kwani ni wachambuzi mahiri. Tunataraji burudani na uchambuzi mahiri unaoendana na uhalisia wa soka. Rama Plati anasema naona ikienda kuwa moja kati ya kombe la dunia zuri sana na la kusisimua, hasa ukizingatia namna ambavyo Azam TV inazidi kufanya bora zaidi kila wakati. Can't wait kusikia lugha adhimu ya Kiswahili kutoka kwa watangazaji nguli kama Galib Mzinga. Amemaliza hivyo. Lakini kwenye ukurasa mwingine sasa wa Instagram ni Azam TV Sports. Huko anaitwa Deogratius Vincent, yeye anasema wa Mlandizi, binafsi mimi naona kutakuwa na uchambuzi ambao umeenda shule kwa kuwa wachambuzi hao ni wakongwe, naona kombe la dunia litakuwa na mvuto mno. Lakini Omari Maige wa Rock City Mwanza anasema pongezi kwa Azam TV kwa kufanikisha kufanya usajili wa nguli wa uchambuzi nchini Tanzania. Maono yangu pataenda kuongezeka thamani zaidi kwenye masuala ya soka. Lakini Bashiru Bakari Salala anasema wa Kigoma Bubango kwa sasa Dumila, anasema tunategemea burudani ya aina yake kulingana na uzoefu wa wachambuzi wenyewe. Haya ndio maoni ya wadau. Nini unakubaliana kile ambacho nilikuwa nakisema mwanzo kwamba umaarufu wao, ubora wao naenda kuwaongezea mashabiki kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nafikiri kila mmoja anasubiri hicho ambacho tulikuwa tunasema kuanzia mwanzo. Ubora wao sasa wataenda kuweka kwenye maneno kuwaonesha watu jinsi ambavyo soka linachambuliwa. Na hili sio soka la bongo tu. Hao ni wachambuzi wa soka la bongo, lakini pia
wachambuzi wa soka la majini. Sasa pia Azam TV haishii hapa kwenye kombe la dunia hili, ni kuambie tu kwamba mtazamaji, tena kwa msisitizo nikikodolea macho kama yaliyoko hewani ni hii. Pia kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ngoma itakuwa live, ambao Tanzania timu yake inashiriki. Imo. Na pengine huenda wakafika mbali zaidi. Tunaamini hivi. Sisi ni soka. Na soka ni sisi. Shukrani sana. Philip Ngiri, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na fainali za kombe la dunia ambazo zinatarajiwa kuanza tarehe 11 mwezi huu na zitakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam TV. Tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars imeichapa Malawi goli 1-0 katika mchezo wa kimataifa wa kirafiki wa kalenda ya FIFA uliochezwa jioni ya leo katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Goli pekee la ushindi la Twiga Stars limefungwa na mshambuliaji hatari Opa Clement baada ya mchezo huo kumalizika. Kocha wa Twiga Stars Bakari Shime amesema mechi mbili za kirafiki dhidi ya Malawi, moja ya leo na nyingine ya Juni 6 uwanja huo wa KMC Complex, zitamsaidia kuimarisha kikosi chake kimbinu na kiufundi kuelekea michezo ya ushindani inayofuata. To me, there's nothing what went wrong because we managed to have plenty of chances we missed, but I'm happy with the performance because this is how I think my team is supposed to perform. So yes, we have lost 1-0, but I'm not worried. I'm okay and I'm happy with the performance. I'm happy with the players. Mechi imekuwa na ushindani mkubwa, mechi imekuwa na mvutano. Sisi tumejaribu kutaka kucheza mpira chini kwa maana ya kupasiana, lakini ambavyo kama umeona wenzetu wamekuja na mfumo wa kupiga mpira mirefu, wakitumia shambuliaji ambao wana kasi. Lakini yote kwa yote tumejaribu kutengeneza nafasi, tumejaribu kufloat, kumiliki mpira katika kiwanja na tumefanikiwa kupata matokeo mazuri. See Africa now we starting develop little by little. Look Malawi, they have many good players. They're still playing in the country. Look at Tanzania, they have also good players. They're still playing in the country of Tanzania. I know even in Africa Cup of Nations we give the world a good game. Mchezo ulikuwa mgumu kama mlivyoona. Tulijitahidi, tulivyoenda vyumbani tulijitahidi, mwalimu aliongea. Tulisikiliza maelekezo ya mwalimu nini anatuambia na tukaenda kufanyia kazi kwa kipindi cha. Opa Clement huyo. Tugeukie lingine sasa. Kikosi cha Young Africans kinaendelea na mazoezi ya kujiandaa na mechi 5 za mwisho za ligi kuu NBC, kikiwaza kuivaa Mashujaa FC Juni 13 katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans Ale Kamwe ameelezea hali ya kikosi na matarajio yao kuelekea kwenye michezo inayofuata. Maandalizi yanakwenda vizuri, tumesharejea kwenye mazoezi yetu ya kawaida kuelekea mechi zilizosalia za ligi kuu ya NBC, lakini tuna mechi pia 2 za kombe la shirikisho la CRDB, tukiwa na mechi ya nusu finali na tukishinda inshallah tutakwenda kwenye hatua ya finali. Tuna wachezaji ambao hawapo kwenye maandalizi yetu ya sasa hivi kwa sababu ya kuitwa kwenye timu za taifa, lakini hawa ambao wamebakia wameanza maandalizi vizuri na namshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna hata mmoja ambaye amepata majeraha. Wote wako fit na wako tayari kwa ajili ya ligi kuu waweze kuisaidia klabu yetu ya Yanga. Nayo timu ya JKT Tanzania imejichimbia kambini mkoani Arusha ikijiandaa na mechi za ligi kuu NBC, ambapo itakaporejea baada ya kalenda ya FIFA itaivaa Singida Black Stars. Huyu ni afisa habari wa timu ya Masau Bwire alikizungumza na mshike hii leo. Kikosi kiko Arusha, tumeweka kambi yetu huko Arusha. Tuna siku kadhaa sasa tangu twende kule, na tutakaporejea tutaingia kukutana na Singida Black Stars, sisi tukiwa wenyeji Meja Jenerali Samuyo. Na ukitazama sisi na Singida ni kama ndo tunapambana kuwania zile 4 bora. Kwa hiyo nina imani kwa maandalizi, kwa matayarisho haya tunayoyafanya, kambi tuliyoiweka pale Arusha itatusaidia kwa kiasi kikubwa kuwajenga na kuwaweka vijana katika utayari na uimara zaidi ubora wa kusaka kile tunachokihitaji. Ahmad Ally Mtanzania, kijana huyu, kocha mahili makini, ana namna ya kuwajenga na kuwarekebisha vijana kutokana na yale aliyoyaona kama mapungufu kwenye mechi zilizotangulia. Kwa hiyo tuko Arusha, tumetulia kwenye hali ya hewa tulivu, baridi, vijana wakijifua kikamilifu kuhakikisha basi tutakapoanza hizi mechi zilizosalia hakuna atakaye salimika, hakuna atakaye kikwepa kichapo cha kizalendo.
Nayo mashindano ya netboli ligi daraja la kwanza yanataraji kuanza kutimua vumbi Juni 15 mkoani Dodoma. Mjumbe wa kamati ya utendaji ya chama cha netboli Tanzania Chaneta, Pili Mogela, amesema wanaendelea vizuri na maandalizi, huku akiwaomba wadau na mashabiki wa mchezo huo kujitokeza katika viwanja vya Jamhuri mkoani Dodoma. Tunaelekea Dodoma kwenye mashindano yetu ambayo yataanza tarehe 15 na tunashukuru kuna wadau wawili watatu wametushika mkono. Tunaelekea kwenye mashindano yetu na wenzangu tumeshaelekea Dodoma kwa ajili ya maandalizi, na mimi pia jioni hii nitategemea kuondoka kwenda kwa Dodoma. Na waomba tu familia yote ya michezo ya netball wa Dodoma na wa Dar es Salaam waliokuwa karibu wakaribie uwanja wa Jamhuri. Mashindano hapo Jamhuri kuna uwanja wa football na pembeni kuna uwanja wa netball ambapo mashindano yatafanyika pale. Na mkoa wa Geita umetangaza msimamo mkali dhidi ya udanganyifu wa umri katika michezo ya UMITASHUMTA, ukisisitiza kuwa watoto wenye sifa halali pekee ndio wanapaswa kushiriki. Taarifa zaidi na Esther Sumira kutoka Geita. Akifunga michezo UMITASHUMTA mkoa wa Geita kwa mwaka 2026, katibu tawala msaidizi wa mkoa Charles Chacha amesema UMITASHUMTA imekusudiwa kuwajengea uwezo wa wanafunzi wa shule za msingi wenye umri kuanzia miaka 7 hadi 13. Hivyo udanganyifu wa umri unaharibu malengo na misingi ya michezo hiyo. Kuwa na wachezaji wasiostahili ni kosa kwenye michezo, na kwa sababu sisi tunalea vijana wadogo wa miaka 7 mpaka 13, tukiliendekeza sasa hivi miaka 10 ijayo watakuwa na miaka 23, tunaweza tukawa tunatafuta watu ambao mtu labda ni mjizi tuko tunamchukua kama ni mwanamichezo, tutakuwa tunaharibu dhana ya michezo. Wanafunzi 700 kutoka halmashauri 6 zinazounda mkoa wa Geita wameshiriki michezo hiyo. Kati yao wanafunzi 120 wamechaguliwa kuwakilisha mkoa katika michezo ya kitaifa ya UMITASHUMTA itakayoanza Juni 8 mwaka huu mkoani Iringa. Ni kuibua vipaji vya wanafunzi kwa kadri ambavyo wanavyo. Kwa hiyo unakuta kuna timu zote ambazo zinatakiwa kwenda kushiriki kitaifa, hatuna hata timu moja ambayo tumeshindwa kupata wachezaji. Kwa timu zote kwa kadri ya mwongozo wa serikali tuna changamoto tu ni ile idadi ambayo tunaletewa na serikali kwamba tunatakiwa tupeleke watoto 120. Kwa hiyo unakuta tunavyokuja kutafuta composition kutoka kwenye timu moja moja, basi tunabanwa sana na ile idadi. Tumeshapata jumla ya wanamichezo 120 na walimu 15 ambao wataingia kambini kuanzia leo hii tarehe 1 mpaka tarehe 5. Katika matokeo ya jumla, wilaya ya Chato imeibuka kinara baada ya kufanya vizuri katika michezo mbalimbali na kutoa ubingwa wa michuano hiyo ya mkoa. Ni maandalizi ambayo tumeyafanya chini ya uongozi wa halmashauri ukiongozwa na mwenyekiti wa michezo hii, kwa maana kule katika halmashauri zetu ni mkurugenzi mtendaji. Tumefanya mazoezi takribani kwa siku 5, lakini kabla tuliwatafuta vijana mahiri katika kata zote za halmashauri ya wilaya ya Chato, ndipo tukaingia kambini. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam Sports. Huu ni mshike endelea.
kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Kikosi cha timu ya taifa ya Cape Verde kimewasili Marekani leo Juni 3 tayari kwa ajili ya kushiriki michuano ya kombe la dunia inayotarajiwa kuanza Juni 11 mwaka huu, na ambapo mechi zote 104 zitaonyeshwa mbashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV kwa kifurushi cha shilingi 28,000. Hii ni mara ya kwanza kwa taifa hilo kushiriki katika michuano hiyo mikubwa duniani katika historia yao ya soka, na watacheza michezo yao yote mitatu nchini Marekani dhidi ya Uruguay, Saudi Arabia pamoja na mchezo mwingine. Cape Verde wamepata mapokezi makubwa kwa kuimbiwa nyimbo zenye utamaduni wa nyumbani kwao, ikiwa ni sehemu ya hamasa kuelekea katika michuano hiyo. Wakiwa Marekani, Cape Verde watacheza mchezo wa kujipima nguvu Jumamosi, yani Juni 6 mwaka huu dhidi ya Bermuda, kabla ya mchezo wao wa ufunguzi watakaocheza Juni 15 katika dimba la Mercedes-Benz dhidi ya Hispania. Wakati anaendelea, ni kukumbusha tu kwamba nchini Marekani viwanja vyote vyenye majina ya makampuni vitabadilishwa majina na kuitwa majina ya eneo husika wakati wa fainali hizo. Tuangazie lingine, na sasa tutazame taarifa mbalimbali za kombe la dunia, ikiwemo taarifa ya Harry Kane kupania kuiwezesha England kubeba ubingwa wa dunia, lakini pia kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Argentina Emiliano Martinez kuweka wazi hatima yake baada ya kumalizika kwa fainali za kombe la dunia. Taarifa zaidi na Isa Suleiman. Mshambuliaji hatari wa klabu ya Bayern Munich na England Harry Kane amesema anataka kusherehekea kumbukizi ya miaka 33 tangu kuzaliwa kwake mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu, huku akiwa na mafanikio ya kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa dunia, yaani Ballon d'Or. Kane anasema ili kufikia malengo hayo ni lazima aipambanie England ichukue ubingwa wa michuano ya kombe la dunia, huku akisema kuna upinzani mkubwa mbele ya mastaa wa PSG na Ufaransa kama Ousmane Dembele. Msimu huu Kane amefunga mabao 36 na asisti 5 katika michezo 31 ya ligi kuu nchini Ujerumani Bundesliga, na mabao 14 na asisti 2 katika michezo 13 ya UEFA Champions League huko barani Ulaya. Kauli ya Kane imeibua mijadala mizito kwa wadau wa soka, huku wakiamini michuano ya kombe la dunia ndio itachangia kwa kiasi kikubwa kutoa mchezaji bora wa dunia msimu huu, kama ilivyo mwaka 2022 ambapo Lionel Messi alitoa tuzo hiyo baada ya kuchukua ubingwa nchini Qatar. Hata hivyo, England si miongoni mwa mataifa yanayopewa nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huo msimu huu, na rekodi zinaonyesha wametoa ubingwa huo mara moja tu, mwaka 1966 yalipofanyika katika ardhi ya nyumbani kwao. Na kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Argentina Emiliano Martinez amesema atastaafu rasmi soka la ushindani kama timu yake itafanikiwa kuchukua ubingwa wa pili mfululizo ndani ya msimu huu baada ya kutoa taji hilo mwaka 2022 kule nchini Qatar. Katika maneno yake, Emiliano amesema, kama nitachukua ubingwa nikiwa Argentina kwa mara ya pili mfululizo, basi nitastaafu siku ya pili yake, na waahidi nitastaafu baada ya kombe la dunia. Kipa huyo mwenye umri wa miaka 33 anayekipiga katika klabu ya Aston Villa ya England alionyesha kiwango bora katika fainali za kombe la dunia za msimu uliopita na alitoa tuzo ya kipa bora wa michuano hiyo. Emiliano anatoa kauli hiyo ya kishujaa zikiwa zimebaki siku 14 kabla ya mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia dhidi ya Algeria, huku takwimu zikionyesha amekusanya clean sheet 7 katika michezo 32 ya EPL msimu huu. Naye nahodha wa timu ya taifa ya Morocco anayekipiga katika klabu ya PSG nchini Ufaransa, Achraf Hakimi amewasili rasmi katika kambi ya timu yake ya taifa inayoendelea na maandalizi ya michuano ya kombe la dunia huko jijini Marrakesh nchini Morocco, zikiwa zimesalia siku 8 tu kabla ya kuanza kwa michuano hiyo. Nyota huyo tegemezi amelazimika kuchelewa kambini kutokana na mchezo wa fainali wa ligi ya mabingwa barani Ulaya UEFA, ambapo aliisaidia timu yake kunyakua taji la pili mfululizo mwishoni mwa juma lililopita wakiwaburuza Arsenal huko jijini Budapest nchini Hungary. Hakimi ataingia katika kombe la dunia msimu huu akiwa ndiye mchezaji mwenye mataji mengi zaidi anayecheza barani Ulaya kutoka barani Afrika, baada ya kufikisha mataji 19 akimpiku star wa zamani wa Ivory Coast Yaya Toure, Samuel Eto'o pia wa Cameroon. Hakimi ambaye ni mchezaji bora wa Afrika msimu uliopita atacheza mchezo wa kujipima nguvu Jumapili Juni 7 mwaka huu dhidi ya Norway, kabla ya mchezo wake wa kwanza wa kombe la dunia dhidi ya Brazil Juni 14 mwaka huu.
Muda sasa tuangalie dondoo mbalimbali kuhusiana na timu ambazo zimetoa nyota wengi kwenye fainali hizi za kombe la dunia ambazo tutazishuhudia hivi karibuni kupitia kisimuzi chako cha Azam TV. Kama ambavyo unaona, hizi ndizo dondoo muhimu kombe la dunia 2026. Hizi ni klabu zinazoongoza kwa kutoa wachezaji wengi watakaoshiriki fainali za kombe la dunia. Manchester City wametoa wachezaji 19 kutoka kwenye kikosi chao ambao wako kwenye World Cup, wakati wa Bayern Munich wakifuata wakiwa wametoa wachezaji 18, lakini wachezaji 16 wametoka Arsenal, na nikukumbushe tu kwamba wachezaji wengine 16 wametoka PSG. Wana fainali wawili wa UEFA Champions League kwa ujumla wao, unaweza ukaona hapo kila mmoja ametoa nyota 16 kuelekea kwenye fainali hizo, wakati FC Barcelona wao wakitoa nyota 15, na pasina shaka ni kwenye mataifa mbalimbali, lakini kwa kiasi kikubwa ni timu ya taifa ya Hispania. Hivyo ndivyo ambavyo kumekuwa kuna mwendelezo ama ubora wa kila klabu, na Bayern Munich na Manchester City ndio wakiwa wanaongoza kwa kutoa nyota wengi ambao hivi sasa wameenda kwenye timu zao za taifa. Na kama ambavyo unajua, huwa sio bure, kwa sababu FIFA kuna mzigo huwa wanatoa kwa klabu husika ambazo zinawaacha wachezaji wake kwenda kushiriki michuano hiyo. Kwa hapa hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha hili kwenye mshike hii leo, tukamilishe japo kwa uchache tu wa kukumbusha miongoni mwa wale ambao tulikuwa nayo ni pamoja na haya. Baada ya AFCON, serikali yajipanga kuisuka Serengeti Boys kuelekea kombe la dunia nchini Qatar. Azam Media yaongeza watangazaji na wachambuzi wa mechi 104 za kombe la dunia 2026. Na Cape Verde wasili nchini Marekani, matumaini makubwa ni kombe la dunia mwaka huu. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.